Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni moja kati ya update bora kabisa ambayo tumeketi chini tukamwa tukuletee mwanafamilia wa H&T Media ili uweze kujua nini kinaendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kuelekea dabi ya Kariakoo Simba na Yanga, basi unaambiwa kwamba pressure inazidi kupanda kunako timu zote mbili, kunako klabu ya Young Africans lakini pia kunako klabu ya Simba Sports Club. Mechi itachezwa Machi 8 katika majira ya saa 1 na dakika 15 hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi ambayo imesubiriwa kwa mashabiki wengi hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kunako game hiyo ambayo itawakutanisha wenyeji Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club. Tumeona pia majigambo ya pande zote mbili, tukianza na upande wa Simba Sports Club ambapo meneja habari wa kikosi hiko cha Simba Sports Club tunamzungumzia Ahmed Ally, jana mara baada ya kutoka kunako kamati ya Madrid ambapo alipokuwa ameitwa kuhusiana na kesi ambayo alikuwa ameshtakiwa na klabu ya Young Africans. Moja kati ya interview ambayo alifanya kunako pressing ambapo alikuwa anafungua tawi la Mbagala Chamazi, aliweza kuzungumza kwamba katika maadui wao wakubwa katika soka, namba 1 ni Young Africans, lakini namba 2 ni Singida Black Star. Kauli hiyo ndo imemfanya afike kunako kamati ya Madrid hapo ambapo alipokuwa ameitwa kwa ajili ya kusomewa mashtaka yake, na amesomewa. Kinachosubiriwa sasa ni maamuzi ya kamati hiyo ya Madrid ambayo ilikuwa imemuita msemaji wa klabu ya Simba Sports Club. Tunazungumzia Ahmed Ally ambaye aliweza kuzungumza na waandishi wa habari mara baada ya kikao hicho ambacho alikutana nacho mara baada ya kuitwa katika kunako kamati hiyo ya Madrid. Lakini si hivyo tu, alienda mbali zaidi kwa kuzungumzia mechi ambayo itawakutanisha na wenyeji wao Young Africans. Aliweza kuzungumza kwamba katika mechi hii ni mechi ngumu, lakini pia wanataka wafute uteja wao ambao umezoeleka kwa Young Africans kuwafunga mara 4 mfululizo. Ally Kamwe aliweza kuzungumza kwamba hii tunaenda kuvunja uteja ambao Young Africans wamejiwekea kwamba sisi kwao ni vibonde, wanatufunga tu. Utimamu wa timu yetu ni nzuri na hali ipo juu sana, malipo juu kwa wachezaji, na wameshakwisha kuniambia kwamba kikubwa zaidi watakachokwenda kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama 3 katika mchezo huu, na sisi kwetu mchezo huu ni muhimu na ni muhimu sana. Tunahitaji kupata matokeo yetu wanayo mikononi mwao, na ushindi wa Simba Sports Club katika hatua hizi basi wanazo mikononi mwao. Hayo yalikuwa ni maneno ya msemaji wa klabu ya Simba Sports Club. Tunamzungumzia Ahmed Ally ambapo aliweza kuzungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutoka kunako kikao ambacho alikuwa ameitwa kunako kamati ya Madrid. Ahmed Ally alikuwa ameitwa, lakini sambamba na msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Shabani Kamwe naye pia alikuwa ameitwa katika Madrid, katika kamati hiyo ya Madrid ambapo yeye kesi ambayo alikuwa anatuhumiwa nayo, aliposti kunako ukurasa wake wa Instagram. Aliweka posti ambayo ilikuwa kidogo ina ukakasi na mkanganyiko katika caption ambayo aliandika katika posti hiyo kuhusiana na kuwa na vinasaba vya kupendelewa kwa namna yoyote ile kunako klabu ya Simba Sports Club katika michezo yake aliyocheza. Kulikuwa na viashiria vya kupendelewa klabu ya Simba. Aliweza kuandika katika zile penalty ambazo Simba Sports Club alikuwa anapata katika michezo yake, basi aliona kwamba ni kama kitu ambacho kilikuwa kinatafutwa ili Simba apate matokeo katika mechi zake. Sasa katika posti hiyo nayo ndo imemfanya kufika kunako kamati ya Madrid ambapo pia naye ameshakwisha kusomewa kesi yake. Basi maamuzi yatakayofikiwa na maamuzi yatakayofikiwa katika kamati hiyo basi ndo zitakuwa hukumu za wasemaji hawa. Lakini kwa jinsi ambavyo waliweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, Ally Shabani Kamwe aliweza kuzungumza kuwa mchezo huu una pressure kubwa na wao wanaenda wakiamini kwamba wanakutana na timu ambayo
wamekwisha kuifunga mara 4 mfululizo. Kwa hiyo wanaenda kukutana na timu ambayo inataka ifute uteja, inataka ifute yale matokeo ambayo walikuwa wameyapata misimu kadhaa iliyopita kwa kufungwa mara 4 mfululizo. Aliweza kukiri wazi kabisa kwamba kwa sasa Simba wako bora na huenda wakawa wana matamanio ya kuifunga Young Africans. Kwa hiyo huu mchezo utakuwa ni mgumu, lakini si hivyo tu, ni kwamba mchezo huu endapo kama Young Africans atashinda, basi ataendelea kuweka gepu kubwa la kuwazidi Simba Sports Club kunako pointi katika msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Hicho ndo kikubwa alichokizungumza msemaji wa klabu ya Young Africans. Tunamzungumzia Shabani Kamwe ambaye aliweza kuzungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutoka kunako kamati ya Madrid ambapo walipokuwa wameitwa. Lakini kwa huku mtaani sasa, kwa mitaani, mashabiki wa klabu ya Simba na mashabiki wa klabu ya Young Africans wameanza pia kutunishiana misuri, ikiwa kwamba mpaka sasa zikiwa zimebaki siku chache mno kuelekea kwa mchezo huo, unaambiwa kwamba sold out ni moja tu, VIP ndo imeshakwisha tiketi zake zimeshakwisha kukamilika. Mashabiki wa Simba wanazungumzia kwamba ikitokea mechi ingekuwa ni ya Simba, basi sasa hivi tiketi zote zingekuwa zimeshaisha. Lakini kwa Young Africans unaona kabisa kwamba mashabiki wao bado wanaogopa kuenda kujaza uwanja wa Mkapa, kwa sababu mpaka sasa mwenendo wa tiketi zinazouzwa, licha ya kwamba wametoa tiketi katika vituo vingi, lakini ni kwamba bado tiketi hata nusu yake haijafika. Unaona kabisa kwamba Young Africans mashabiki wake hawana utamaduni wa kwenda kuangalia soka uwanjani kama jinsi ambavyo mashabiki wa Simba wanazungumza kwa mtaani. Bana, mambo yanakuwa mengi sana kuelekea kwa mechi hiyo ambayo itakutanisha Simba Sports Club pamoja na Young Africans wenyeji kunako uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini issue kubwa ikizungumziwa ni marefali wa mchezo huu ambao watakwenda kuamua mchezo huu. Marefali watakao kwenda kuchezesha mchezo huu. Kumbuka kwamba katika marefali idadi kubwa ya marefali mpaka sasa wanamalizia kozi yao ambayo ni ya VAR program ambayo wanaendelea nayo kuna kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Basi unaambiwa kwamba mara baada ya kutamatika kwa programu hiyo huenda marefali wakachaguliwa kwenda kuamua mchezo huu, lakini kula nyingi zikienda kwa Ahmed Arajiga na Ramadhan Kayoko ambao huenda wakapewa jukumu hili la kuamua mechi hii ambayo ina pressure kweli kweli, na mechi ambayo inalawama kweli kweli kwa marefali. Kumbuka kwamba katika mechi kadha zilizopita ambazo Young Africans wamekutana na Simba zimekuwa ni mechi ambazo zimekuwa na lawama sana kwa upande wa marefali. Mechi ambayo alipewa Ramadhani Kayoko kuna raundi ya kwanza mechi ya Simba na Yanga, unaona kabisa kwamba lawama zilikuwa nyingi, ukiachana na mechi ambayo alipewa Ahmed Arajiga nayo ilikuwa na lawama vile vile. Lakini kwa nukta hiyo unaona kabisa kwamba mpaka sasa marefali ambao wanatazamwa kwamba huenda wakawa maplato wa mchezo huu ni Ahmed Arajiga pamoja na Ramadhani Kayoko. Huenda hawa mmoja kati ya hawa akaweza kuwa plato wa mchezo huo.